kipindi cha pili, lakini ndio hivyo ilitokea katika mistake za kimpira na tukaweza kuruhusu goli mbili. Wewe ni mchezaji mwandamizi Simba Sports. Goli la kwanza namna ambayo limepatikana kama sikusei ni Kante alipiga back pass ambayo ikawa nusu, mchezaji akainasa na kufunga goli. Na ikaonekana yuko down. Ulipata nafasi ya kuzungumza naye chochote wakati goli baada ya kufungwa? Kikubwa kwamba ilitokea issue kama hiyo, lakini ilikuwa tayari tunaongoza kwa goli mbili. Kwa hiyo ilikuwa ni kurudishana kwenye mchezo, ilikuwa ni kuweza kuona tunafanya kitu gani ili tuweza kuibuka na ushindi, lakini baadaye wakaweza kusawazisha na tukajaribu kupush, lakini matokeo ndio kama yalivyotokea. Kwa miaka mingi Simba Sports imekuwa ikifanya vibaya katika mchezo wa kapu, basi inaishia robo, lakini safari hii naweza kusema kwamba ni effort nyingi zimetumika kama tulivyokuwa tunafanya miaka ya nyuma, lakini kidogo imetokea bahati mbaya msimu huu kwamba tumepoteza michezo mingi, lakini sio mwisho wa kusema kwamba tunaishia hapa, tunapokuwa tunaendelea kujifunza ni kitu gani ambacho tumekosea katika msimu huu na katika mechi zilizopita, basi next time tuweze kuwa better zaidi. Cha mwisho la bonani cha kuambia mashabiki wa Simba Sports ambao wamekuwa disappointed na matokeo haya. Kwanza naweza kusema kwamba nawashukuru sana mashabiki wote na wanachama wote waliojitokeza kwa wingi katika mchezo wa leo. Matumaini yao yalikuwa makubwa katika mchezo wa leo na matumaini yao yalikuwa makubwa kwetu sisi kuweza kuhakikisha wanatupa support ya kuweza kupata ushindi katika mchezo wa leo, lakini matokeo yaliyotokea naweza kusema kwamba nawaomba waendelee kusupport kwa sababu ni matokeo ya mpira, na katika michezo mingine ya ligi kuu na FA na michezo mingine yote waendelee kutupa support kwa sababu sisi tunahitaji support yao. Shukrani sana.